Takribani washiriki 12 wa huduma ya dharura kutokea taasisi mbalimbali hapa nchini wamekutana mkoani Arusha kwa lengo la kupata mafunzo ya huduma nje ya hospitali katika ukumbi wa Arusha Lutheran Medical Center, ambapo mafunzo hayo yatadumu ndani ya wiki 4. Lengo likiwa ni kukumbushana na kujengewa uzoefu wa kufanya kazi kwa bidii na kuweza kuokoa maisha ya mwanadamu pale ambapo panatokea dharura. Huduma ya ambulance imeleta mabadiliko chanya, kwani watoa huduma hao wanaendelea kupatiwa elimu ya kutosha, kama anavyobainisha mkuu wa idara ya magonjwa ya dharura na ajali Daktari Saidi Kilindimo. Kwa jina naitwa Dr. Saidi Kilindimo, ni mkuu wa idara ya magonjwa ya dharura na ajali kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Kwa heshima kubwa tuko hapa leo Arusha Lutheran Medical Centers kwa ajili ya mafunzo ya watoa huduma nje ya hospitali, kwa maana kwamba kitaalamu inaitwa paramedic training. Kozi hii ambayo imeandaliwa na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili kupitia idara ya dharura ni mahususi kwa ajili ya watoa huduma wa nje ya hospitali. Na kama ilivyo duniani kote, huduma za dharura zinatolewa na hudumu katika level mbalimbali. Kwa kozi hii ya watoa huduma nje ya hospitali, kwa maana kwamba paramedic course, Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili tumeandaa kozi za aina 3. Kuna ambayo inaitwa basic paramedic. Hii ni kwa ajili ya jamii, mtu yeyote ambaye sio lazima awe medical personnel anaweza akapata mafunzo jinsi gani ya kugundua dharura na kutoa huduma za awali, kwa maana kwamba first aid kwa mtu ambaye anahitaji hizo huduma. Level ya pili ya kozi hii tunaita intermediate paramedic course. Intermediate ni wale watoa huduma au tayari certified medical personnel, lakini wanahitaji kuongezewa ujuzi jinsi gani ya kutoa huduma za dharura na hasa katika mazingira ya nje ya hospitali. Na ya tatu tunaita advanced paramedic. Hawa ndo wale experts sasa ambao wako trained kwa undani zaidi na wabobezi ili kutoa huduma zote za dharura nje na ndani ya hospitali. Kwa hiyo leo tuko Arusha kwa ajili ya intermediate course ya washiriki wapatao 12 kutoka kwenye taasisi mbalimbali za afya hapa mkoani Arusha, ambao wamehudhuria mafunzo haya ya dharura kwa level ya intermediate ili kuweza kutoa huduma mbalimbali katika ambulance na wanaohitaji huduma za dharura nje ya hospitali. Mafunzo yetu ni kozi ya wiki 6. Tulianza wiki 2 zilizopita kwa njia ya mtandao, na wiki 4 tunafanya mafunzo kwa vitendo katika hospitali hii ya Arusha Lutheran Medical Center. Kwa hiyo tumepata washiriki mbalimbali kama nilivyosema ni 12 ambao ni mahususi kwa ajili ya kozi, wakiwemo wauguzi na madaktari, na tutakaa nao kwa wiki 4. Lengo ni kuwapa ujuzi wa jinsi gani ya kuhudumia na hasa kufanya kazi katika mazingira ya ambulance. Tunafahamu hata kama wewe ni mtoa huduma, kama ni daktari, ni nurse, ni specialist, lakini kutoa huduma nje ya dharura ni mazingira mengine ambayo ni ya ugeni na hayafanani kabisa na yale hospitali. Kwa hiyo kuna special techniques, mbinu mbalimbali za medani ambazo mtu anatakiwa awe nazo kuweza kumhudumia mgonjwa nje ya dharura. Lakini pia unafanya kazi kwenye mazingira ambayo yako very finyu, mazingira ya ambulance ambayo either inaweza kuwa imesimama au inatembea. Lakini pia hauna vifaa kama ulivyo navyo hospitali. Unakuwa na very limited resources ambazo inabidi uzitumie hizo kuweza kutoa huduma za dharura. Hizi zote zinahitaji mafunzo maalum ili mtu aweze kufanya kazi katika mazingira haya. Kwa hiyo ndio lengo letu kuu la kuwepo hapa Arusha kwa wiki hizi 4 kwa ajili ya kumalizia mafunzo yetu kwa watoa huduma wa dharura mkoani Arusha. Tunataraji baada ya kukamilisha hizi wiki 4 tutakuwa na timu ambayo sasa itakuwa iko tayari kuhudumia wananchi wa mkoa wa Arusha na nje ya Arusha watakaokuwa na dharura na kuhitaji huduma za ambulance. Kuna taasisi mbalimbali ambazo zinatoa hizo huduma, moja wapo ni SQF, na hivi karibuni wameanzisha huduma zao za dharura na tayari nadhani matangazo yameshaanza na huduma zao za mitandao wameshaweka. Kwa hiyo yote atakayepata na dharura, SQF wameshakuwa na timu ya kutosha ambao watoa huduma ndo hawa wanapata mafunzo na wanaweza wakatumika na kutoa taarifa kwenye hiyo namba ya dharura na mkapata huduma stahiki kwa watu ambao wabobezi na wamepata mafunzo maalum ya kutoa huduma. Asanteni na karibuni kwa mafunzo yetu, hata kama sio ya leo, lakini taasisi yoyote au sehemu yote ambayo anahitaji mafunzo kama haya
Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili tuko tayari kutoa haya mafunzo. Kwa majina naitwa Emmanuel Wilson Mbando, ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Elimu Shirikishi Muhimbili, idara ya magonjwa ya dharura, lakini pia ni daktari bingwa wa magonjwa ya dharura na ajali kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Lakini pia katika Chuo Kikuu cha Afya na Elimu Shirikishi Muhimbili, mimi ni mratibu wa mafunzo nje ya hospitali. Tuko Arusha katika Hospitali ya Seliani kutoa mafunzo maalum kwa wahudumu wa afya juu ya huduma za afya nje ya hospitali, ambao tunaita intermediate paramedic course, ambao ni course ambayo imechukua wiki 6, na kwa washiriki walikuwa na wiki 2 za mafunzo ambao walifanya online, lakini pia tutakuwa na wiki 4 ambao tutakuwa nazo wanafanya mafunzo kwa kuwa nao na kuwapa skills tofauti na kuwajengea uwezo wa kufanya shughuli nje ya hospitali na pia kuwaongezea uwezo wa kushughulikia wagonjwa ambao wanahitaji huduma dharura. Tumeamua kufanya kozi hii kwa sababu hapa nchini na kwenye miji mikubwa kama Arusha huduma za dharura zinaongezeka na wagonjwa wengi ambao wanahitaji huduma za dharura huwa tunawapata mitaani. Kwa hiyo tunataka tuwajengee uwezo wa hawa watu wa huduma kuweza kumhudumia mgonjwa katika eneo la tukio, kutoa huduma ambayo ni bora, sahihi na ya haraka mpaka mgonjwa anapofika hospitalini awe katika hali nzuri na huduma ziendelee. Washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa huduma ya ambulance ni rahisi na ni nzuri pale anapotokea mgonjwa wa dharura na wana matarajio makubwa baada ya mafunzo hayo. Kwa majina naitwa Johannes Berugaba Wilbard, nafanya kitengo cha dharura katika hospitali ya mkoa wa Arusha. Yes, tunamshukuru Mungu tumepata hii nafasi ya kujiunga na mafunzo ya paramedic kwa wiki 4 ili aweze kutusaidia kuokoa uhai wa wananchi wa Arusha kutoka nyumbani kuja hospitali palipopotokea ajali, iwe rahisi kuassess wagonjwa waliopata ajali na kuwaprioritize kuwapeleka hospitali kupata huduma za haraka sana. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya yatatupa ujuzi, akili na skills tofauti na kuongeza zaidi knowledge ili kuweza kusaidia na kutatua na kuwapa huduma za haraka wagonjwa hususan wa mkoa wa Arusha. Na sasa hivi tunashukuru Mungu tunafanya kazi na SQF, kampuni ya SQF sasa hivi ina ambulance za kutosha. Kwa hiyo tukihitaji muda wote 24 hours unaweza kutupigia tukaja na kukupa huduma kwa haraka na kwa wepesi. Kwa majina naitwa Sifunieli Tito Selenya, mimi ni afisa muuguzi msaidizi, nafanya kazi na hospitali ya LMC, niko medical ward, lakini pia nimefanya emergency department kwa miaka 4. Na pia ninafanya na SQF ambulance kama part time. Tuko kwenye kozi hii ya paramedics kwa sababu ya kujifunza. Kwenye afya vitu vinabadilika. Kwenye afya vitu vya mwaka jana vinaweza vikawa sio vitu vya mwaka huu. Kwa hiyo tumekuja ili kujiupdate na pia kupata uelewa zaidi kuhusu paramedics. Ambulance ina msaada kwa jamii kwa sababu wanapata msaada wa haraka. Kama kuna ajali ya moto, ajali imetokea, mtu ameugua, ukitumia ambulance inakuwa ni rahisi kufika, inakuwa na mtaalamu wa afya, ana uwezo wa kufika pale na kusaidia. Pia nadhani naweza nikasema kama ambulance ni chombo kinachoheshimika. Barabara zetu zina foleni, barabara zetu zina vitu vingi, lakini once mtu akitumia ambulance labda ni kufika kwenye tukio fulani, muda unakuwa mchache kushinda hata kutumia gari la binafsi au usafiri mwingine wowote. Kwa majina naitwa John Jacob George, ni muuguzi katika kitengo cha dharura. Tuko hapa kwenye mafunzo haya ya paramedic kwa ajili ya kuongeza ujuzi katika uokoaji wa majeruhi, sehemu za ajali, sehemu zenye matukio, majanga ya asili na kadhalika. Kozi hii itatusaidia kuweza kuwasaidia majeruhi kwa haraka na kuweza kusave life. Na pia itatusaidia katika mkakati mzima wa matumizi ya ambulance, namna ya kuandaa, namna ya kuassesi na jinsi ya kusafirisha mgonjwa na kutoa huduma kwa mgonjwa kabla ya kumfikisha hospitalini. Faida ya mafunzo haya pia itatusaidia kupanua wigo zaidi wa uelewa kwa watu na umuhimu wa
huduma ya dharura katika jamii. Na kwa sasa hivi SQF tayari tumeshaanzisha huduma yetu ya paramedic kwa mkoa wa Arusha kwa maeneo mbalimbali ambayo yatatajwa na kuorodheshwa hapo chini. Tutatoa huduma hizo kwa jamii ili kuweza kuwasaidia kuokoa maisha. Kutokea mkoani Arusha, mimi ni Pendo Goton.